watukufu, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhimizeni na kushajiisheni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa Ta'ala, kwa sababu katika taqwa ndio kuna ubinadamu, na katika taqwa ndio kuna stara, na mafanikio yote yapo katika taqwa. Ndio utaona mwanzo kabisa tunahimiza jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Anwani ya hotuba yetu ya leo itakuwa na kichwa cha habari kisemacho man humul qala, ni nani hao watu wenye akili? Kwa lugha ya mjini ni nani watu wajanja? Hiyo ndio itakuwa anwani ya hotuba yetu ya leo, na tutatazama watu wenye akili kwa mujibu wa Allah. Amewaelezaje watu hao? Amewasifu namna gani watu wenye akili? Na kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaelezaje watu wenye akili? Mpaka mitume wengine, hata Nabii Isa alayhi salam amewaeleza namna gani watu wenye akili, na watu wengine wenye hikma wameeleza namna gani katika kuwasifu watu wenye akili. Hivyo mimi na wewe tukitoka hapa, hotuba yetu ya leo itakuwa ndio kipimo. Kama tutakuwa tumo katika sifa hizo, basi na tuongere, lakini kama tutakuwa hatumo, tufanye jitihada na tumuombe Allah atujalie na sisi tuwe katika watu wenye akili. Ndio taona mwanzo kabisa nimetangulia kuisoma au kuzisoma aya za Mwenyezi Mungu zinazopatikana katika sura ya 3, suratu Ali Imran, kuanzia aya nambari 190 mpaka aya nambari 191. Na huu ndio utakuwa msingi wa hotuba yetu ya leo. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله anasema inna fi khalqi السماوات والأرض, hakika katika kuumbwa mbingu na nchi, wa ikhtilafi al-layli wan-nahar, na kutofautiana kwa usiku wa mchana na usiku, au kutofautiana kwa usiku na mchana. Hata hii nidhamu unayoiona, umetoka mchana umeingia usiku, umetoka usiku umeingia mchana, ikawa ndio hivyo hivyo toka umezama mpaka utakapoondoka, hujawahi kuona mabadiliko. Na siku nyingine usiku ukawa ni mrefu, siku nyingine mchana ukawa ni mrefu, usiku ukawa ni mfupi. Wa ikhtilafi al-layl wan nahar asl ayatin li ulil albab, basi kuna dalili za kumjua Mwenyezi Mungu, lakini kwa watu wenye akili. Sasa watu wenye akili ni nani? Manumul uqala, ni nani hao Allah watu wenye akili? Allah anasifu الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah anawasifu watu wenye akili
kwamba ni wale ambao kwamba alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ni wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wamesimama, na hali ya kuwa wameketi, na hali ya kuwa wamelala. Yani maana yake katika hali zao zote, kama ilivyokuja katika hadithi katika Sahih Bukhari, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imepokewa na sahaba mtukufu Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu. Mtume anasema salli qa'iman, swali wewe hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati', ukiwa uwezi kusimama, faqa'idan, basi swali hali ya kuwa umeketi. Fa in lam tastati', na ukitoweza kuswali hali ya kuwa umeketi, fa ala jambik, basi swali hali ya kuwa umejilaza kiubavu. Maana nini? Ukitazama hii aya na hadithi hii, maana imekushanya hali za mwanadamu. Mwanadamu akiwa hakusimama, basi atakuwa ameketi, na kama hakuketi atakuwa amejilaza. Yani maana nini? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, maana wale ambao kwamba watu wenye akili ni wale ambao kwamba wanamtaja Mwenyezi Mungu, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika hali zao zote. Yani hakuna time ambayo watakuwa wao wameghafilika na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Wakiwa wanatembea wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, wakiwa wameketi wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, wakiwa wamelala wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika dhamira zao, na katika siri zao, na katika dhahiri zao. Kwa hivyo mtu mwenye akili hata akiwa amekaa kimya, kile kimya chake yeye anamkumbuka Mwenyezi Mungu. Allah ndiye anasifu alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, kisha wanatafakari katika huku kuumbwa mbingu na nchi, vilivyomo mbinguni, wakitazama nyota, wakitazama orbit hizi, wakitazama kila kitu, wakitazama mwezi ule mpangilio wake, wakitazama jua na ule mpangilio wake, wakitazama ardhi, wakatazama madini, wakatazama bahari zilizomo, wakatazama mito iliyomo. Kwamba sisi hapa wana Apollo tuko Mererani hapa tunachimba Tanzanite, lakini sasa mbona Kigoma hamna Tanzanite? Mbona hapa Moshi karibu hapa hamna Tanzanite? Ama sisi hapa wachimbaji tupo Mwadui hapa tunachimba almasi, ama tupo Geita tunachimba dhahabu, mbona sehemu nyingine hamna? Na hizi ardhi kama ardhi hii, kwa nini hapa tu? Na kisha hii dhahabu hii mbona haiishi? Toka wahenga na waenguzi mpaka leo tunachimba tu. watafakkaruna fi khalqi samawati wal ard qailina rabbana, hali yakuwa ni wenye kusema rabbana, Mola wetu, ma khalaqta hadha batila, ukuumba haya, ukuviumba hivi vitu vyote kwa mchezo tu, yani kuwa hakuna hekima yoyote. Subhanak, tunakutakasa Mwenyezi Mungu, umeepukana hasa na sifa ya kucheza cheza, sio sifa yako. Subhanak, tunakutakasa Mwenyezi Mungu. Faqina adhaban nar, basi kama hivyo ndivyo tukinge sisi na adhabu ya moto. Sasa unaona wanapotumia akili yao, yani manake wamejua kwamba katika nidhamu ya Mwenyezi Mungu ya kuumba mbingu na nchi na vilivyomo,
siku na mchana na hizi hali zake. Haya ni mazingatio ya kumjua Mwenyezi Mungu. Lakini sisi mbona tumekosa kuzingatia? Basi Allah huko nyuma tulikuwa tumeghafilika, tukawa tuyazingatia haya kuanzia sasa. Subhanak faqina adhaban nar. Huko tulikuwa tumeteleza na tulikuwa tumestahiki kuadhibiwa. Basi kuanzia sasa tukinge na adhabu ya moto. Hapa Allah anawasifu hivi watu wenye akili. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ndio role model wetu, ndio uswatun hasana, ndio kiigizo chema chetu, anawasifuje watu wenye akili? Mtume anasema al-qayyis man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut, wal-ajiz man atba nafsahu wa tamanna 'ala Allah al-amaniya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema al-qayyis, mtu mwenye akili ya ndani, mtu mwenye uweledi, mtu mjanja. Man dana nafsahu, yule mtu ambaye kwamba amekaa peke yake kimya, halafu akawa anaifanyia ubahthi, anaifanyia research nafsi yake, anaifanyia uchunguzi nafsi yake, kisha waamila ma ba'da al-maut, kisha akafanya mambo yatakayomfaa baada ya kufa. Hivi ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamsifu mtu mwenye akili. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut. Lakini mtu ambaye ana akili, ambaye sio mjanja, ambaye sio mweledi, man atba nafsahu hawaha, mtu ambaye sio mjanja ni yule ambaye anaishi kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Yani ile matamanio ya nafsi yake ndio imekuwa kama Mola wake anayemuongoza, ndio dira yake. Lakini pamoja na kuishi hivyo, watamanna 'ala Allah al-amani, akawa na yakini ya kwenda salimika kesho mbele za Allah, kwamba kesho pamoja na kuwa anaishi hivi, lakini kesho nikisimamishwa katika mahakama ya Allah na mimi nitakuwa nimesalimika. Huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ana akili. Lakini msemaji mmoja akasema al-uqala'u arba'atu, watu wenye akili ni watu wana sifa nne. Watu namna nne, hawa ndio watu wana akili. Akaanza kumweleza mtu wa kwanza, akasema man taraka dunya kabla an tatrukahu. Mtu mwenye akili ni yule ambaye kwamba ataiacha dunia kabla dunia haijamwacha yeye. Akakaa akaitazama dunia kama alivyosema Imamu wetu Shafi'i radhiallahu anhu katika binti zake, anasema inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لأي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Kwa hivyo mtu mwenye akili, man taraka dunya qabla an tatrukahu, ni mtu ambaye kwamba ameiacha dunia kabla dunia haijamwacha yeye. Sio aache kufanya kazi, la. Sio ashinde msikitini anapotanya radi, la. Ameiacha dunia vipi? Ameacha vurugu za dunia. Chumo lake linakuwa chumo la halali, kuuza kwake, kununua kwake, kutembea kwake, vile anavyoamiliana na watu wengine, yani yeye yupo akhira tu. Sasa huyu msemaji anasema ni mtu mwenye akili, kama alivyosifu Imam Shafi katika beti niliyoileta, inna lillahi ibadan futana, hakika Mola anawaja uweledi. Taraku dunya, katika riwaya nyingine taraku dunya, talaku dunya, wameiacha dunia. Kwa nini wameiacha dunia? Wakhafu alfitana, wakachelea
fitina zake dunia. Lakini waliacha hivi tu? Hapana, walitumia akili yao. Nadharu fiha, walikaa wakaichunguza dunia. Falamma alimu, zamani walipojua annaha laysat al-ayyi watana, kwamba hii dunia hii si makazi ya kiumbe hai yeyote, si makazi ya kudumu. Ja'aluha lujatan, wakaifanya hii dunia ni kama bahari yenye kina kirefu ambayo lazima wapite katika bahari hiyo. Sasa tunavukaje? Watakhadhu salih al-a'mal fiha sufuna, wakafanya matendo mema ndo majahazi ya kuwavusha katika dunia hiyo, katika bahari hiyo. Kwa hiyo mtu mwenye akili, man taraka dunia kabla an tatrukahu, ni mtu ambaye kwamba ataiacha dunia kabla dunia kumwacha yeye. Na vyovyote itakavyokuwa, jisau utakapojisau, lakini dunia itakuacha. Kwa sababu gani? Wako wapi babu zako? Sikupeleki kwa kina Qarun, kwa kina Haman, kwa kina Firaun, huko mbali. Yuko wapi babu wako watano? Leo nikusimamisha mtu mmoja mmoja, nitajie babu zako. Kijitahidi sana atanitajia 4 au 5 au 6. Ndio cheni ya wazazi wako hiyo. Lakini hata au 6 na wataja, unaweza kukuta yupo mmoja tu. Dunia ishawaacha zamani, hawapo. Kwa hiyo man taraka dunya kabla an tatrukahu, mtu wa kwanza mwenye akili ni huyo ambaye ameiacha dunia kabla dunia haijamwacha yeye. Mtu wa pili, wa man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, mtu wa pili ni yule ambaye kwamba atalijenga kaburi lake kabla ya kuingia. Sio uende ukachimbe kaburi kwako ulisakafie, sio kulijenga huko. Waman bana qabrahu qabla an yadkhulahu, yule mtu aliyefanya amali njema, amali ambazo zitamfaa baada ya kufa, anarudi kule kule tu. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut. Kwa hiyo msemaji huyu anamuunga mkono Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman bana qabrahu qabla an yadkhulahu, na yule atakayejenga kaburi lake kabla ya kuingia katika kaburi. Ukafanya amali njema zote, ukaacha makatazo yote. Toeni sadaka, ukatoa sadaka. Matarajio ni nini? Kwenda kukutana na Mola alafu akakulipa. Pale unajenga kaburi lako. Huyu ndiye mtu mjanja. Huyu ndiye mtu wa akili. Mtu mwenye akili mwingine, msemaji anasema, waman arda khaliqahu qabla an yalqahu, na mtu ambaye atamridhisha Mola wake, muumbaji wake, kabla hajakutana naye. Kwa sababu kukutana na Mola la mahalatan, hapana budi, lazima tukutane na Mola. Sasa mawili, ima ukutane na Mola wako akiwa amekuridhia, au ukutane na Mola wako akiwa ameghadhibikia. Sasa mtu mwenye akili, waman arda khaliqahu qabla an yalqahu, ni yule mtu ambaye kwamba atamridhisha muumba wake kabla ya kukutana naye. Kumridhisha muumba ni kufanya maamrisho yake yote na kuacha makatazo yake yote. Hapa ndio utakomridhisha muumba wako. Lakini akamalizia msemaji akasema, mtu mwingine mwenye akili ni mtu gani? Waman salla qabla an yusalla alayhi, ni mtu ambaye kwamba atadumu na ibada ya swala kabla ya kuswaliwa. Swala atakayoswaliwa yeye
haina rukuu, haina itidali, haina sijida. Swala ya namna gani? Lakini ni swala. Sasa yeye aswali swala iliyokamilika kabla ya kuswaliwa. Huyu mtu atakayefanya hivi akakumbuka hudumu na ibada kabla ya siku ile atakayoingizwa msikitini eti kuswaliwa. Na kuna watu wataingizwa msikitini eti kuswaliwa. Kuna watu wataingizwa msikitini kuswaliwa, alafu kuna watu wataingizwa msikitini eti kuswaliwa. Kwa hivyo mtu akajitoa katika kundi la watu watakaoingizwa msikitini eti kuswaliwa, hajiweke katika kundi la watu watakaoingizwa msikitini kuswaliwa. Lakini kabla ya hayo, wa man salla kabla an yusalla alayhi, na mtu atakayeswali mwenyewe akadumu na ibada ya swala kabla ya kuja swaliwa, kwa sababu nako kuswaliwa la mahalatan, hapana budi naye atafanyaje? Ataswaliwa. Huyu ndio mtu mwenye akili. Na Nabii Isa alayhi salam siku moja amekaa na wanafunzi wake akasema maneno haya: tuba liman kana qiluhu tadhakkuran wa sumtuhu tafakkuran wa nadharuhu ibran. Akamwambia na ongere mtu ambaye yawe maneno yake ni dhikri ya Mwenyezi Mungu. Huyo mtu aongere, ni mtu mjanja kweli kweli, ni mtu ana akili sana huyo. Huyo ndio mtu mweledi huyo, ambaye maneno yake ni dhikri. Wasumtu, na kule kunyamaza kwake tafakkuran. Yani ukimuona mtu amenyamaza hivi, yupo mbali kweli kweli, anatafakari ulimwengu, anaifanyia kazi ya Mwenyezi Mungu nilizotanguliza kuzisoma hapa. Halafu wanadharu ibran, na hata ukimwona anatazama kitu, kutazama kwake ni mazingatio. Atazami tu hivi hivi kama tunavyotazama sisi. Huyo kutazama kwake ni mazingatio tu. Nabii Isa anasema tuba, mtu kama huyo aongere. Lakini kwa kumaliza hotuba yangu ya kwanza, Luqmanul Hakim, Luqman ambaye Allah kaleta sura nzima katika Qur'an, suratul Luqman, ambaye si mtume kamwe, lakini angalia katajwa katika Qur'an, na ana sura nzima suratul Luqman. Ana maneno yake ya hekima, alikuwa anasema ni jambo gani ambalo wewe litakufanya sasa huo unatafakari sana? Ni jambo gani? Akasema inna tula alwahdati, hakika kurefusha mtu kukaa peke yake faragha, ala mal alfikrat, hilo jambo ndio linaongoza katika fikra ya sawa sawa. Katenga muda wewe ukawa uko faragha peke yako, haupo kwenye zogo, ukaacha porojo, ukawa umetenga muda ukakaa peke yake. Luqman anasema inna tula alwahdati, hakika kurefuka kukaa mtu peke yake, ala mal alfikra, hilo jambo ndio linaongoza katika fikra ya sawa sawa. Wa tula alfikrati, na kurepa kule kurefuka kuwa mtu anafikiria sana, dalilun ala turuqi babil janna, hiyo ndo dalili ya njia za milango ya pepo. Allahumma ja'alna min ahli janna. Albirru la yabla والذنب لا ينسى والديان لا يموت
اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه من فضله يعطيكم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله